Leo Alhamis Februari 19 mwaka 2026, kesi ya uhaini namba 1965 ya mwaka 2025 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu imeendelea kusikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Kesi hiyo inayosikilizwa kwa mfululizo leo imeendelea kwa upande wa mashahidi wa Jamhuri kuwasilisha ushahidi wao mahakamani. Shahidi wa kwanza kwa siku ya leo ambaye ni shahidi wa 12 wa Jamhuri kwa ujumla ni H937 Detective Corporal Vincent, askari wa jeshi la polisi anayehudumu katika polisi Central Mbeya, akiongozwa na wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka. Shahidi huyo ameeleza mahakama ya kuwa ana umri wa miaka 36, ni Mkristo, mkazi wa Mbeya na alijiunga jeshi la polisi mwaka 2011. Amesema alipata mafunzo ya awali ya upolisi katika chuo cha polisi Moshi na kuhitimu rasmi Machi 3 mwaka 2012 kabla ya kupangiwa mkoani Mbeya. Akiendelea kutoa ushahidi wake, amesema majukumu yake ya kila siku ni pamoja na kupeleleza kesi, kukamata watuhumiwa pamoja na kutoa ushahidi mahakamani. Shahidi huyo ameeleza kuwa mnamo Aprili 5, 2025 alipokuwa akitekeleza majukumu yake katika kituo cha polisi Mwanjelwa, aliitwa na mkuu wa kituo na kupewa jukumu la kumtafuta mtu aliyetambulika kwa jina la kificho P9 au P9. Kwa mujibu wa shahidi, kulikuwa na taarifa za kiintelijensia zilizodai kuwa P9 alikuwa akihamasisha katika vijiwe mbalimbali akidai uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 usifanyike. Amesema alipewa maelekezo ya kumkamata mtuhumiwa huyo na mkuu wa kituo alimpatia namba ya simu ya P9 au P9 ambazo zilidaiwa kupatikana kutoka kwa msiri. Usikilizwaji wa kesi hiyo unaendelea mahakamani, huku upande wa Jamhuri ukiendelea kuwasilisha mashahidi wake. Nitaendelea kukuletea taarifa zaidi kadri kesi hii inavyoendelea.